Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa manispaa ya Morogoro wamejitokeza kwa wingi katika zoezi la kupima afya na matibabu bure linaloendeshwa kwa siku 3 na madaktari 12 kutoka nchini Marekani kupitia taasisi ya Humanity First chini ya Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania wakishirikiana na madaktari wengine walioko hapa nchini. Akizungumza mara baada ya kuzindua zoezi hilo, mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro Pascal Kihanga ameishukuru Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya kwa kuendesha zoezi hilo, huku pia akiwasisitiza wananchi kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili waweze kujua hali zao kiafya. Kwanza wanakupima ili wajue una tatizo gani. Kwa hiyo mtu yeyote hata mzima anaweza akaja akataka kupima afya yake. Msitafute mgonjwa kwamba anaweza kaja mtu akacheke afya yake. Na hii tumekuwa tukisisitiza mara kwa mara. Tukiwa watu wa dini Ahmadiyya na wengine wote tunaamini hivyo, tunafanya mambo hasa kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya kupata radhi za Mungu basi. Kwa hiyo na sisi kwa upande wa Ahmadiyya kitengo hichi cha Humanity First kipo kwa ajili ya huduma, na hakitoi huduma hii ya afya tu, huduma za maji, huduma za elimu. Kwa hiyo mimi kama mratibu naomba kama ulikuwa bado hujasikia tangazo hili, basi hilo linakuhusu. Karibu sana uhudumiwe, upate huduma ya afya bila gharama yote. Gharama hasa kwako wewe ni kufika tu na kutoa muda. Dawa nimepata nzuri, namshukuru Mungu pia waliokuja kuleta huu msaada. Tunashukuru Mwenyezi Mungu awafanyie pesa endelee kuhudumia na wengine. Hizi dawa nilizopata ni za gharama, sababu kuna dawa nilikuwa natumia, wamenipa ushauri, wamenibadilishia dawa. Kwa nashukuru pia. Tuendelee na kurasa. Watumiaji wa barabara ya Mburahati kuelekea Mabibo jijini Dar es Salaam wamelalamikia hali mbaya ya barabara hiyo, wakiwa wanasema kwamba ubovu wake umeongezeka kila siku bila kufanyiwa ukarabati. Wakiongea na Kurasa, wakazi hao wamedai kwamba hali hiyo imekuwa ikichangia kuharibika kwa vyombo vyao vya moto na kuleta usumbufu mkubwa katika safari zao kila siku. Changamoto ambazo tunapitia kwenye barabara hii hapa ndio kama unavyoona ni shida, yani barabara ni mbovu. Na wakija wataalamu kazi yao ni kufikia mashimo, tunatimbua hapo, wanafikia naacha naenda, baada ya muda kama kawaida na kwa hiyo. Mimi kinachonyuma kikubwa ni ajali zimekuwa nyingi sana. Mtu akikwepa shimo, mtu kapiga chini, kadondoka. Na magari nayo kukwepa mashimo, unashanga bodaboda, tunakuja tunapiga nyuma, ajali. Tunachoomba sisi bwana, barabara itengenezwe tu. Changamoto ya barabara hii ndo kama hivyo, mara kwa mara ajali zinapatikana za hapa na hapa kwa sababu ya mashimo mengi. Kwa mtu nakuta wa kushoto anashindwa kuovertake kulia, wa kulia anashindwa kuovertake kushoto. Hivyo mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo sisi tunaomba au wakubwa kidogo wajaribu kuisimamia hii barabara yetu kidogo ikae sawa kwa muonekano, sababu ajali ni nyingi kiukweli. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa miwa katika soko la Tandale jijini Dar es Salaam wamelalamikia mamlaka zinazohusika na usafi kushindwa kuondoa takataka za miwa ambazo zimekuwa zikileta usumbufu katika eneo hilo la soko. Wafanyabiashara hao wamesema kwamba licha ya eneo hilo kuwa finyu, takataka hizo zimekuwa zikitelekezwa kwa muda mrefu, hali inayosababisha uchafuzi na usumbufu mkubwa kwa wateja na wafanyabiashara. Changamoto za hizi taka ni kubwa. Miongoni mwa hizo changamoto kwamba kwanza ufinyu wa eneo letu, eneo linakuwa finyu pindi hizi taka zinapokaa muda mrefu, na asali pia kwa sababu zinakuwa zinaozeana, kwa hiyo hata kiafya pia inatufanyaje, inatuasili. Wanakuja kutoa takriban kila baada ya siku 2, lakini sasa hizi takataka zinakuwa haziwa disturb sana kwa sababu inaonekana ni takataka zinaoza lakini zinasinyaa. Uozaji wake au kuharibika kwake ni kusinyaa. Kwa hiyo inakuwa haiwasumbui sana kwa sababu haitoi sana harufu. Wanadili sana na zile takataka ambazo zinazotoa harufu za matunda mengine kama maparachichi, machungwa, mapapai, lakini hizi wanaziona kwamba hazisumbui sana, ndio maana wanaona hata ule uzitoa kwake wanazitoa kwa kiwango kidogo sana. Gari zinapokuja leo zikakaa siku 3 5, hizi taka zinakuja zinazalishwa kila siku. Kwa hiyo gari zije kwa wakati, waje watu wakague kwamba taka ziko nyingi, zitolewe kwa wakati. Aidha, kama magari ni ya shida, basi yaongezwe magari ili tujue hizi taka ziondoke kwa wakati.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumanne ya leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia siku njema, endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.